Semina yetu hii imejikita kwenye maeneo makuu mawili. La kwanza, kuwawezesha watendaji kwenye umuhimu wa masuala ya tehama, hususani mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MOVE. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini eneo la pili lilikuwa ni wanasemina waweze kupata uelewa mpana kuhusiana na masuala ya kiutumishi, masuala ya performance management, lakini kuna masuala ya mikataba, lakini namna jinsi ambavyo mnatekeleza majukumu yenu mkiwa kama watendaji kwenye vyama vyenu vya ushirika. Sasa mafunzo yamefanyika hizo siku mbili. Tunaamini kabisa jinsi mlivyokuja ni tofauti na jinsi ambavyo mnaondoka sasa hizi. Kuna vitu vingi sana ambavyo mtakuwa mmevipata, na tunaamini vile vitu ambavyo mmevipata mnaenda kuvifanyia kazi. Sasa langu la msingi kubwa, tunataka kuona mabadiliko kwenye vyama vyenu, mabadiliko kwenye vyama vyenu. Yaani mkitoka hapa tuone kabisa kwamba sasa AMCOS za Chunya zimebadilika, AMCOS za Songwe zimebadilika. Ndio tunachokitaka. Ndio tutaamini kwamba kweli haya mafunzo yameleta mafanikio. Lakini kingine ambacho tutafanya, nilisema ile siku ya kwanza jana kwamba tutafanya tathmini ya haya mafunzo, kwa kiwango gani yamefanikiwa. Sio kazi ndogo na sio kazi rahisi. Watu wametoka kule Songwe, wametoka Chunya mbali kwa muda wa siku 3 wako hapa kwa ajili ya mafunzo, alafu ionekane tumepoteza tu fedha za wakulima. Hapana, tutafanya tathmini. Mwenzangu katibu wangu wa MOCO amesema, na tathmini imeshaanza. Tutaona wapi ambapo kuna changamoto, lakini vile vile tutachukua hatua pale ambapo tunaona kwamba kuna uzembe ambao umefanyika. Lakini kingine ambacho kitakusaidia kufanya tathmini, kwa mfano kwenye masuala ya MOVE, tutaangalia tu kwamba je, kuna mabadiliko yoyote? Watu sasa hivi wanaingiza taarifa za wanachama na wasio wanachama kwenye mfumo wa MOVE. Je, taarifa za utendaji zinaingizwa kwenye mfumo? Makisio yanaingizwa kwenye mfumo? Pamoja na taarifa mbalimbali, mikataba, kila kitu ambacho kimefundishwa. Na tutapogundua kwamba mmeshindwa kufanya hivyo, sisi tutakuwa tunasitisha huduma mpaka pale mmefanya yale mambo ya msingi ambayo tumekubaliana. Tunajua kabisa kwamba mnapokuwa mnatekeleza majukumu yenu lazima muende kwa afisa ushirika au muende kwa mrajisi au muende kwenye chama kikuu. Kwa hiyo kama mnahitaji msaada wote ambao unahitaji hizo taasisi ziwasaidie, tutauliza sawa, unataka labda kuomba kibali kwa mfano. Umefanya 1 2 3 4. Kama hujafanya tunakwambia nenda kafanye kwanza. Halafu baadaye ndio urudi sasa tukupe hicho kibali. Hiyo ndio tutusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuhakikisha kwamba haya mafunzo yanakuwa na manufaa makubwa sana kwenu ninyi kama chama, lakini kwa wanachama. Eneo la pili ambalo nataka nilizungumze, ambao nao lina msingi sana, nyinyi ni watendaji. Ni watendaji katika nafasi kuu, kwa maana managers, wahasibu na mabwaria. Nyinyi ndio uti wa mgongo wa chama. Nendeni mkasimamie vyama vyenu. Mimi siku zote naamini ukiona chama cha ushirika kizuri kinafanya vizuri ni kwa sababu ya management. Ndugu washiriki, kimsingi mafunzo haya tumekutana hapa sio kwa dhamira tu ya kubadilisha mazingira. Dhamira makubwa ni kujifunza na kwenda kufanya kazi. Hiko ndio kilichotuleta hapa. Sasa kama mtakuwa tumetumia muda wote na kusafiri umbali mrefu kuja hapa na tukakaa ndani kwa muda wa siku hizi 2, alafu haya tuliojifunza tutaenda kuyafanyia kazi, ni sawa na bure. Ukiona jambo umeshindwa, muulize mwenzako, atakusaidia. Kwa sababu wote mlioko huku ndani ni watendaji. Tunaamini ninyi ndio wataalamu ambao mnaweza kubadilisha ushirika huu katika vyama vyenu, pamoja na ushauri kwa wajumbe wa bodi. Nije kwa upande wa kwa upande wa vyama vya Songwe. Songwe kuna vyama 14 vya tumbaku.
Nimeambiwa kuna vyama vifuatavyo hapa wapo. Naomba nipate uhakika na hiki kinachozungumzwa. BUAC 2023 wapo hapa. Ilomwa, Kapalala, Itiziro, Kininga, vyama hivi nimeambiwa vipo. Sasa naomba nitoe maelekezo kwa vyama vile ambavyo havijashiriki. Mafunzo yamezungumzwa na yametajwa kwenye ile misingi 7, lakini pia hata kwenye sheria imetajwa kuhusiana na habari ya mafunzo na matengo ya mafunzo. Na chama chochote ni lazima kitenge isiyopungua 10% ya mapato yake kwa ajili ya elimu, na ile sio hiari, ni lazima itengwe fedha kwa ajili ya kufacilitate elimu. Na elimu inayozungumzwa ni ipi? Ni pamoja na haya mafunzo mnayoyapata. Sasa kuna hivi vyama vyenzetu vilipewa taarifa ya kushiriki ya mafunzo, lakini hawajashiriki, na niliambiwa hakuna mafunzo yoyote kwamba waliyofanya kule kwao. Na mimi mwaka jana nilipitisha makisio ya tengo la elimu. Sasa hii hela inaenda wapi ya tengo la elimu? Mafunzo haya ya dhamira yake kubwa ni kuboresha huduma tunazozitoa na kazi tunazozifanya. Sasa unapopewa taarifa na utekelezi unakuja na visingizio kwamba hatuna fedha, mimi binafsi sikuelewi. Hakuna fedha kwenye chama, tafsiri iko chama kinashindwa kujiendesha. Kama chama kinashindwa kujiendesha, treatment yake ni zipi? Moja ni kupendekeza kufuta iko chama kwa sababu hakiwezi kumudu gharama za uendeshaji. Kama hatuwezi kumudu gharama za uendeshaji, hata fungu la elimu lile ambayo tunatengwa 10%, maana yake hatuna uhitaji wa kuendelea na iko chama. 2, kama tunadhani kuna vyama vya karibu katika eneo hilo, ni kuviunganisha hivyo vyama ili viwe na nguvu ya kiuchumi na waweze kumudu gharama za uendeshaji wa iko chama. Vyama viwili vitatu vinakuwa ni chama kimoja. Cha tatu ya huruma ni kukipa muda kuongeza uzalishaji ili kiweze kumudu gharama hizo uzalishaji, gharama za uendeshaji. Sasa afisa ushirika wa Songwe huko hapa, niliwapigia simu hao watu wako nikawapa maelekezo, na naomba maelekezo haya yafike, na wala sio hiari, lazima wafanye kama ambavyo wengine wamepata mafunzo haya. Watendaji wa vyama hivyo ni lazima wapate mafunzo haya na wagharamie wao wenyewe hayo mafunzo mwezi wa 3, kwa kuwatoa wataalamu huko walikotoka waende katika maeneo hayo, na ni lazima wapate mafunzo. Wakishindwa kufanya hivyo, tutatafuta approach nzuri ya kuvihudumia hivyo vyama na huo uongozi. Kwanza nianze kwa shukurani. Nitoe shukurani nyingi sana kwa management ya chuo kikuu. Simuoni meneja humu ndani, lakini wapo wawakilishi akiwemo kaka Chidege mwenyewe ni mtumishi pale, lakini mhasibu mkuu nilimwona amekaa pale. Wako watumishi watafikisha hizi salamu za pongezi za shukurani kutoka Moku kwenye management ya chuo kikuu kwa kuandaa mafunzo haya mazuri, mafunzo yenye maana sana, mafunzo ambayo kwa kweli mimi kama katibu wenu wa kamati ya elimu ya ushirika mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, waheshimiwa warajisi wasaidizi wa mikoa hii miwili Mbeya na Songwe wamekaa pale meza kuu, na wao ndio wenye viti wa kamati za elimu kwenye mikoa yao. Haya ni mafunzo yenye maana sana, tunatarajia kuona tija kwa kweli. Niwapongeze wakufunzi wote waliopata nafasi ya kusimama jana na leo. Ndugu yetu kaka Daudi aka Daudi Yomuvu, tunakushipongeza sana. Mimi sio mara kwanza kukuona leo. Kule Mbeya mjini umekuwa unakuja tunakuona.
Mimi nikuombe uendelee kuwa na utayari huo wa kuwahudumia watendaji wetu hawa kutoka kwenye mikoa yetu miwili. Watakuwa na kupigia simu, wanaweza wakasahau hapa na pale. Najua unahudumia nchi yetu yote, basi endelea. Mungu kujalia afya njema na busara, uone namna ya kuwahudumia hata kwa njia ya simu, kwa njia ya email, ili waendelee kutenda kazi kwa weledi na kwa ubora. Jamani, mimi sina mengi ya kuongea zaidi ya kuwashukuru CHUTICU kwa kuandaa hii program, kwa sababu kwa vyama vyangu vya ushirika wilaya ya Songwe, nadhani wenyewe wanajifahamu, ni watu wawili tu waliokuwa na uwezo wa kutumia mfumo wa MOVE. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa mafunzo haya nadhani idadi imeongezeka, usumbufu hautakuwepo tena kwa upande wa tumbaku. Kwa hiyo watendaji wangu upande wa Songwe, nadhani elimu hii imewasaidia sana, mkaitumie vizuri. Mkawe mabalozi kwa wale ambao hawajafika, kwa sababu nikiangalia hamjafika wote. Kwa hiyo mkiwaelimisha, nadhani kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hiyo CHUTICU hongereni kwa kuandaa hii program. Nadhani kila mmoja amepata elimu na wataenda kuifanyia kazi. Niungane na wengine kwa ajili ya shukurani. Naona mambo mengi sana amesema, na sitaki kurudia. Zaidi ni shukurani CHUTICU, mabosi zangu wa Rajisi pamoja na mtu wa Moko. Kuna mambo ya kukumbushia. Tunapofikia swala la kuandaa makisio ya mapato na matumizi na kuingiza kwenye mfumo, ninyi watendaji mnatuangusha. Tuko sawa ndugu zangu? Kuna wengine wako vizuri kabisa. Chitege anaweza akakubaliana na mimi. Ni kwa ajili ya nini? Wakati mwingine ni uzembe. Lakini kupitia mafunzo haya hatutegemei mwakani watu wachelewe, maana kuna wengine wamekamisha karibia wiki 2. Kwa sababu mafunzo yametolewa, hatutarajii sasa haya yajitokeze tena. Baada ya haya mafunzo, nina uhakika wahasibu kutoka vyama hivi 42 vya ushirika watakuwa na uwezo wa kuandaa nyaraka zao za kihasibu vizuri, ambazo mwisho wa mwaka hazitaweza kumfanya mhasibu mkuu apate shida akiwa anafunga hesabu. Kwa hiyo watajua standardi zote, ni jinsi gani ya kuandaa hesabu vizuri, ni jinsi gani ya kuweka dokumenti zao vizuri, ni jinsi gani ya kuapply standard katika kila kitu ambacho watakuwa wanakifanya cha kihasibu. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.